Thalithan, madhara aina ya tatu ambayo kwamba yanayosababishwa na chuki na kinyongo, intifaul khairiyati anil insani. Mtu atakapokuwa na kinyongo na chuki kwa ndugu yake Muislamu, anazuia ile kheri ambayo alikuwa anatakiwa amfanyie ndugu yake Muislamu. Mfano mdogo tu leo, kama wewe na ndugu yako muna kinyongo baina yenu, akaja salamu alaikum, wa alaikum salam, ndugu yangu, wallahi wewe una kazi nzuri, naomba angalau na mimi kule unakofanya kazi nitafutie nafasi ndugu yako, ukinisaidia mimi, wallahi umesaidia watoto wako hawa, naomba ndugu yangu. Kama wewe una chuki na yule ndugu yako, wallahi utazuia kuifanya kheri ya kumsaidia ndugu yako. Ni wangapi leo wanawasaidia watu wa nje kuingia kazi, lakini mtu wa familia yake analia, anahangaika, hawezi kumshika mkono na kumuingiza kazini? Ni wangapi? Wa huwa bisababi imtilai alqalbi ghillan wa hiqda. Na hiyo inasababishwa na nini? Nyoyo za Waislamu zimejaa chuki na kinyongo baina yao. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika iman, wa man'u hadha an-naw'i min al-ma'ruf, na kuzuia kwa aina hii kufanya kheri na mazuri kwa watu, bisababi al-ghilli wal-hiqdi, ni kwa sababu tu ya chuki na kinyongo ulichokuwa nacho, yuhamilu sahibahu ithman kabiran, inambebesha mwenye tabia hiyo dhambi kubwa mbele ya Allah jalla fi'ala. Liannahu, kwa sababu ya mtu huyo, dhayya haqa Allahi, ameipoteza haki ya Mwenyezi Mungu, alwajiba alayhi, ambayo ni lazima juu yake aitekeleze, wa dhayya huquqa khalqihi, na ameamua kuipoteza haki ya viumbe vya Allah. Wa mani'ul ma'rufi, na mwenye kuzuia kufanya kheri na mazuri kwa Waislamu wenzake, bimalihi, kwa mali aliyopewa na Allah, yuadhabu yawma alqiyamati, siku ya kiyama lazima akaadhibiwe. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, wataawanu ala albirri wattaqwa, enyi Waislamu saidianeni juu ya kufanya wema na kumcha Allah, wala taawanu ala alithmi waludwan, na wala msisaidiane juu ya kufanya dhambi na uadui baina yenu. Wattaqullaha, muogopeni Allah, inna Allaha shadidul iqab, hakika ya Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, haya ni aina ya madhara yanayopatikana kwa baadhi ya Waislamu. Yanapopatikana madhara haya, wallahi ni msiba mkubwa katika umma huu wa Kiislamu. Sitaki kuendelea sana kwa sababu ya muda na wakati, ila naihusia nafsi yangu, pia na kuhusia wewe nafsi yako. Kama haya niloyazungumza yote uko nayo, au baadhi au moja uko nalo, tambua uko hatarini, tambua uko kwenye shida, tambua uko kwenye tabu. Usipoamua kujitoa sasa, wallahi utakwenda mahala pabaya.